Asana za kana. Aba tamu. Au 32. Mimi ni gwiji. Akaiweka rehani roho yake. Bwana Kikoti, sasa hivi kuna mtu unaishi naye? Na mwingine nitangia juzi yuko hapa. Haya Bwana Kikoti, ila hakikisha haya ulioniambia mimi na yeye anayapata, maana tusije tukajikuta mimi natafuta na wewe unatafuta. Sawa Bwana Kikoti? Haina shaka mzee mwenzangu. Haya, bila kuacha. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu, unaweza kupanga yako na yakaharibu. Kijana, pumzika. Hapa uko sehemu salama. Japokuwa kwa sasa huwezi kuongea chochote, lakini nina imani utapona. Kikopi kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti 0 ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Nisikilize. Kwanza hongera sana, umefanikiwa.
lakini huo mgomba mlionaza humu ndani nitakuja kuuzika mwenyewe. Eti 0 ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Angolile, umeshapita mwaka sasa tangu mama yako atuache hapa duniani. Hatujui huko aliko, kama yuko peponi au motoni, lakini hili ni funzo kubwa sana kwetu. Yatupaswa kujiandaa ili na sisi ikifika zamu yetu tukawe sehemu salama. Lakini pia hili ni funzo kubwa sana kwa watoto wenye roho mbaya kama yako. Wanaoweza kuthubutu kutoa uhai wa wazazi wao waliowaleta hapa duniani bila ya kuwa na huruma hata chembe. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Nafahamu kuwa wewe ndio uliyepeleka ile dawa chumbani kwake, lakini kutokana na kinga ambayo nilikuwa nimempatia ulishindwa kutoa uhai wake. Ndipo akaja huyo shetani mwanamke asiyekuwa na shukurani, mkasaidiana kutoa uhai wa mzazi wako. Mama yako aliyekuweka tumboni mwake kwa miezi 9 akaiweka rehani roho yake na akariski maisha yake kipindi cha kukuzaa wewe. Mume wangu, nimefurahi kuona ujio wako na mwanangu kipenzi Angolile katika nyumba hii ya milele. Lakini nakuomba sana, mpende Angolile kama ulivyokuwa ukinipenda mimi, kwani yuko kwenye vita ambayo inapigwana gizani. Wewe pekee ndio unaweza kuishinda. Hivyo nakuomba sana, usimwache apigane peke yake. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako na yakaharibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako na yakaharibu. Kwiji, kwiji, kwiji. Kwiji, kwiji, kwiji. Hivi mzee, umekuwa ni mtu kunegesha madawa kila siku, na nikikuuliza maswali yangu haunijibu. Kwa nini? Sasa mzee, mimi nakuuliza swali la maana hapo unacheka. Sio kwamba nakucheka kijana, bali nimefurahi baada ya kuona akili zako sasa zimeshaanza kurudi. Hebu kanichukulie vile viti ndani. Kwiji, kwiji, kwiji. Kwiji, kwiji, kwiji. Kikwapi kitamba ni afute machafu. Moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu.
eti 0 ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako, mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mbona kuona kama uko sawa? Kuna vitu tu haviko sawa na vinanichanganya sana, lakini usijali, nimetikia wito. Lakini baby, naipaswa kujua matatizo yako yanayokusibu. Nimekuambia nimeitikia wito, nimekuja kukusikiliza unasemaje. Tuyaache hapa. Baby, nimekuita hapa bana, mimi nina tatizo. Tunamjua yule mwanangu yule nilikwambia anasoma chuo. Yule kaja likizo. Ana wiki nzima. Sasa jana asubuhi alitoka hapa. Alivyotoka mpaka jioni giza linaingia ndo anarudi. Alikuwa anarudi, yani alikuwa kachafuka, ana hali mbaya, kachoka. Yani hata sikuelewa kitu gani labda kimemsibu. Na alipofika karibu na nyumbani alipitiliza, na mimi nikamfuata nyuma. Lakini cha kushangaza mbele sikumuona tena. Mpaka ninavyoongea hivi sikumuona tena. Ndio maana nimekuita hapa ili uweze kunisaidia. Ndio tunafanyaje? Mbona kama unanichanganya? Unasema umemuona eneo la nyumbani, umemfuatilia akapotea. Kapoteaje sasa? Kuna kichochoro? Yaani hata mimi ndo nanichangaza. Na nimekuita hapa ili uweze kunisaidia kumtafuta, ya labda kaenda sehemu yoyote ile, labda nini, kwa sababu mimi hapa yani nimechanganyikiwa, hata sijielewi. Umenichanganya. Kwa hiyo tunafanyaje? Kijana, nisingeweza kukujibu maswali yako kwa sababu akili yako haikuwa sawa, ila leo sasa naweza nikakujibu. Nakusikiliza mzee. Ile siku ambayo umekutana na mimi, tayari wachawi walikuwa wameshaichukua akili yako na kukuandaa kuwa chakula cha usiku. Nilivyokuona barabarani unazurura, tayari nilijua nini kinakusibu. Nikaamua kukuokoa. Na kama nisingelifanya vile, mpaka sasa tunavyozungumza hapa, usingekuwepo duniani. Na mpaka sasa hakuna mtu yoyote anayejua kwamba wewe uko hapa. Na hata siku ile wachawi walizunguka sana kukutafuta. Na walikuja mpaka hapa, lakini hawakuweza kutambua kama wewe uko hapa kwao. Sasa mzee, kwani wewe ni mganga? Kijana, mimi sio mganga, ila mimi ni gwiji. Gwiji? Halo. Nirudini. Baba yako Mzee Chiwa amefariki. Amefariki? Ndiyo. Na hapa tupo kwenye maandalizi ya kwenda kustiri mwili wake huko. Hivyo wape taarifa ndugu na jamaa huko wa karibu. Hapana, haiwezekani. Sasa kwa nini siwezekane? Ndio ishatokea hivyo Nurudini. Imekuwaje mpaka amefariki? Alikuwa anaumwa au? Usiku wa jana alikuwa nzima kabisa yani. Lakini tunamka asubuhi tunakuta ameshafariki. Kwa hiyo sisi hatujui alipatwa na nini usiku. Hivyo ndugu yangu, basi tukazia Mungu haina makosa, ndio ishatokea hivyo. Haiwezekani. Mtu alale tu amke asubuhi kafariki. Ndio hivyo Nurudini. Unajua kazi ya Mungu siku zote haina makosa, afu Mungu ndio fundi. Kwa hiyo ndugu yangu, fanya juu chini ufike msibani huko. Sawa. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu.
Baby, kama nimesikia umesema baba kafariki. Baba kafariki. Haiwezekani eti mtu alale tu alafu asubuhi amke kafariki. Hivi kweli inawezekana hiyo? Hiyo ni mipango ya Mungu, tumwachie yeye na hatuwezi kushindana naye. Okay, sawa. Ila baby, mimi nitakuachia hili jambo, uendelee kumfuatilia huyu kijana. Mimi itabidi niende kwenye msiba nikazike, alafu nitarudi. Nikirudi naomba nipatie taarifa umefikia wapi. Kama utafanikiwa kumpata, basi mwambie nimeenda msibani, mwambie babu yake kafariki. Sawa? Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako na yakaharibu. Hapo nyuma mimi nilikuwa mkuu wa wachawi Afrika zima, na wachawi wote ndani ya bara hili la Afrika nilikuwa na waongoza mimi, lakini niliamua kuyaacha yote hayo baada ya kuona ajenda nyingi sana ni kuwazuru watu, tena watu wasiokuwa na hatia. Hapo ndipo niliamua kujitenga nao na kuachana nao kabisa. Ina maana wewe ni mchawi? Hapana, nilikuwa. Basi sawa, lakini hapa nyumbani kwako mimi nitatoka lini? Utatoka siku ambayo nitakwambia utoke, na utakapotoka hapa kijana, chunga sana mtu yoyote asikuone, na usije ukaanza kuzurula ovyo, maana laundi hii wachawi wakikuona watakumaliza kabisa. Bila shaka umeelewa sasa? Sawa, mimi nimekuelewa. Kikwapi kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Hiyo si ndo mzee naona naye kule? Inawezekana kama mwenyekiti wa kijiji. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ngoja nipeleke shida zangu zote kwake. Natumaini zitaisha. Kwiji, 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 kwiji. Mzee, shikamoo. Marhaba. Nilikuwa napita zangu kule, nikakuona umekaa hapo hivi. Nikahisi kabisa wewe unaweza kuwa mbonga baki. Kwa nikasema nije na heshima zangu zote nikuletee malalamiko yangu. Mimi sio mwenyekiti. Asa unaweza kuwa nani? Tano au 32. Yaani kwa mwili wako ninavyouona unaonekana kabisa wewe utakiwa uwe mbunge. Lakini naona una cheo chochote kile. Kweli mzee? Au nakosea ninachoongea? Kama nakosea naomba unisamehe. Unajua sisi vijana akili zetu hizi tunajisikia kuongea tunaongea. Aiga. Bwana shemeji, hivi ni sawa hivyo kweli? Ina maana unapita njia hata kunipa salamu? Baba, unapoelekea wewe naenda kupiga bonge moja la mtofali. Akia Mungu nakwambia wewe naenda kupiga bonge moja la mtofali. Sababu unashobo sana. Nani shemeji yako? Ni shemeji yako mimi. Mimi shemeji yako.
Aikat, hebu acha mambo ya masiala bwana. Unajua juzi nilivyokuja kule nyumbani kwenu, nilivyotoka nje ulikuwa unalia. Nikashindwa kuelewa kwamba una shida gani. Lakini pia leo unapita hapa unashindwa kunisalimia. Kama kuna shida, sisi ni binadamu, tunasaidizana tu kuliko kuishi hivyo. Acha shobo. Acha shobo. Matatizo yangu mimi anakuhusu wewe nini? Au shobo mdundo? Watakuja kukubaka, watakuchindilia watu hawa. Yaani watakuja kuchangia Pididi na Baltazar, watakuchindilia wewe baba wewe. Wewe endelea tu na shobo, nimekwambia sina tatizo. Okay sawa, tuachane na hayo. Dada yako yupo nyumbani? Kwa sababu nimemisi meno yake Feni. Anajua sana katika zile engo. Na anajua kuweza kunitumikia katika tendo. Na ana radha ya tofauti sijawahi kuiona. Nilienjoy kweli ile siku nilipokuja pale nyumbani. Kwa sababu nimemcheki kwenye phone naona simpati. Kwa hiyo yupo. Unachokitafuta utakipata. Haki ya Mungu nakwambia wewe jamaa, utachokitafuta utakipata. Kama umemkosa kwenye phone, si umtafute kwenye phone book. Tafuta kwenye phone book utampata, ila unachokitafuta utakipata mwanangu. Hamna noma. Na mapenzi upofu, naweza penda hata kizani. Hebu sema shida yako. Ila samahani, najua nimeongea maneno mengi sana, ila kwa ninavyokuangalia naona kabisa wewe ni mzee wa busara. Mimi nina malalamiko yangu. Huwezi kuamini mtu anaacha muda wake anamtapeli yatima. Yatima kutapeliwa kweli? Haogope hata dhambi. Kuna vijana wamekaa wameniibia yangu mimi. Wamekudhulumu? Nani aliyekudhulumu? Mimi hao vijana nawajua. Yaani ukitaka nikupeleke hadi kwao, tunaenda mguu kwa mguu. Naomba unisaidie mzee. Nionee huruma. Mimi ni kijana mdogo sana. Alafu nadhulumiwa kama hivi, jamii haipendezi kabisa. Hebu twende. Kwiji, kwiji, kwiji. Kwiji, kwiji, kwiji. Kikwapi kitamba ni afute machafu. Moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti sifuri ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga